Shalom shalom wanafamilia popote pale unaponisikiliza. Prophet Tadeo hapa anazungumza. Mungu akubariki sana na nichukue nafasi kukualika sana. Kama ndio kwanza unasikiliza channel hii ya Prophet Tadeo, hii ni channel maalum ya maombi na ni maombi ambayo yamekuwa yanasaidia watu kila siku asubuhi na majira ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Yamekuwa ni maombi ya baraka, watu wakishuhudia neema kubwa sana. Tafadhali subscribe na copy, share maombi haya, itakuwa ni baraka nyingi sana kwa Bwana. Na Mungu amenisukuma sana kuomba maombi kwa ajili ya familia, wanafamilia wanaosafiri kuelekea mikoani na kuelekea mahali pengi. Nichukue nafasi kwanza tumshukuru Roho Mtakatifu kwa kutupenda. Baba, tunakushukuru sana Roho Mtakatifu kwa neema na upendo ambao umetupa, ni upendo wa ajabu sana kwetu. Tunakushukuru kwa sababu tumeona nguvu, tumeona fadhili zako. Baba, umetupenda kwa namna ya ajabu na kwa namna ya kipekee. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu hata kufika saa hii, na watu wengi wamepotea mwaka huu, lakini sisi umetupa ulinzi mpaka kufika sasa. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe Yesu kwa kutupenda na kwa kututhamini. Utukufu na heshima, enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Wakati ninaendelea kuomba, nimekuwa nasikia sana msukumo wa kuombea watu wanaosafiri mwisho wa mwaka. Kwa nini nasikia msukumo wa kuomba maombi haya? Kwa sababu mwisho wa mwaka umebeba mambo mengi sana, na ninachotaka nikwambie, ajali nyingi zinatokea mwisho wa mwaka, kwa sababu mwisho wa mwaka ndio makafara. Ni ufalme wa giza unatoa hesabu, ufalme wa giza unatoa makafara. Kwa unaweza kujikuta umesafiri, lakini katikati ya safari unakutana na makafara. Wenzako wanatafuta damu na wewe umekutana na makafara. Sasa kama usipokuwa na maombi makubwa ya namna hii, na wewe kujitamkia, haya ni maombi ya matamko. Hakikisha unajitamkia kabla haujaanza safari, ukiwa katikati ya safari, na endelea kutamka. Yaombe siku moja kabla ya safari, yaamke asubuhi unapoanza safari, ya download kabisa ya maombi, yaombe asubuhi wakati unaanza safari, lakini pia yaombe majira ya safari unapokuwa ukisafiri. Na nataka nikupe, haleluya, nataka nikupe hii Zaburi ya 91. Ni muhimu sana Zaburi hii kwa ajili ya safari, Zaburi ya 91. Na nitaomba uisome yote kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16, ambako Biblia nasema, aketie mahali pasiri pake yeye aliye juu katika uvuli wake Mwenyezi, anasema, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu, anasema nitamtumainia. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Unaweza kuona kuna mitego ya ajali, kwa hiyo lazima hii tuishughulikie. Lakini anasema kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake, utapata kimbilio. Maana yake tunazidi kufunikwa, uaminifu wake na ngao na kigao. Anasema utaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Mishale muhimu sana, tamka juu ya mishale. Wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Biblia nasema mstari wa 7, nasema ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Yani hata kama watu wakianguka 10,000, lakini wewe hautaanguka. Unaiona Zaburi ilivyo ya muhimu sana. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Maana yake wasio haki malipo yao watapata wenyewe, lazima kurudisha. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Anasema mstari wa 10, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wa kulinda. Kwa hiyo kuna maombi ya kukataa kila aina ubaya wakati wa safari. Lakini pia kuna ombi namba 11 hapa, anasema kwa kuwa, anasema atakuagizia malaika zake wa kulinde katika njia zako zote. Umeona? Kwa hiyo tunaita pia malaika wa kulinde kwenye njia zote.
Anasema mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Maana yake hautadhurika kwa namna yote. Anasema utawakanyaga simba na joka, na mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Lazima wapige wanaoshambulia hatima. Na mstari wa 10 anasema kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumuita na kumweka palipo juu, kwa kuwa umenijua jina langu. Anasema ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Sasa popote pale ulipo, nataka uyakiri maneno haya, uyakiri maneno haya kwa kutamka kwa maneno, uyakiri maneno haya kwa kutamka kwa maneno, ile Zaburi ya 91, na unifuatishe maombi haya. Tayaomba kabla ya safari, unapoanza safari na ukiwa katikati ya safari, yatamke kwa imani. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kunipenda. Asante kwa sababu umenipa kibali cha kuianza safari hii. Baba, safari hii naileta mikononi mwako, sawasawa na Zaburi ya 91. Safari hii ya mwisho wa mwaka, ninaomba nguvu zako na utukufu wako usiniache, sawasawa na Zaburi 91. Nami ninakiri kwa neno lako ya kwamba neema hii ambayo Baba unipatia ikanisimamishe. Wewe umesema unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Baba, kwa neno lako la Zaburi 91, ninaomba neema ya kuniokoa kwenye mitego ya kila ajali zilizotumwa kwenye vyombo vya usafiri ninavyosafiri navyo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba uniweke chini ya mbawa zako, niwe kimbilio. Wewe Yesu, unifiche kwa nguvu zako katika safari hii, katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, tauni iharibuyo haitanipata, ijapo maelfu kwa maelfu watapigana ili kuniangusha, mimi sitaanguka, katika jina la Yesu. Baba, naomba macho yako yanitazame, na macho ya wasio haki wanaofuatilia kuua ndoto zangu waanguke katika jina la Yesu Kristo. Waliotega mitego mibaya ili kuniangusha, mitego ya uharibifu njiani, mitego ya mauti, mitego ya vifo, mitego ya ajali, hawatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mabaya hayatanipata, wala tauni haitanikaribia kwenye hema yangu kuanzia sasa, ninaposafiri mpaka ninapoenda na kurudi, katika jina la Yesu Kristo. Baba, mikononi mwako naomba unichukue, unishike, unitunze, tunze chombo changu cha usafiri, gari yangu ya usafiri, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, wakanyage watesi wangu wanaoinuka kunishambulia, wapige, waangushe, watoeshe ndani yangu, watoeshe kwenye chombo cha usafiri, watoeshe walioweka kafara, watoeshe walioweka ajali, watoeshe walioweka madhabahu za giza, madhabahu za kafara, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, naomba hii Zaburi ya 91 iwe ngao na kigao katikati ya hatima ya safari yangu ya kwenda na kurudi, katika jina la Yesu aliye hai. Popote pale ulipo sasa, naomba kama unayo sadaka, na ushike sadaka kwa mkono wako, wewe ambaye unasafiri au unategemea kusafiri, na utafuatisha maombi haya wakati nagusa hii sadaka. Kumbuka kwa nini tunatoa sadaka. Kumbuka madhabahu ya giza, madhabahu ya kichawi, madhabahu ya mizimu, madhabahu ya mizimu, madhabahu ya mizimu inafanya kazi. Wengine wameshatoa masadaka, wengine wameshatoa makafara. Lazima tuombe na lazima tutoe sadaka wakati tunaenda kusafiri. Usisafiri wakati hujaanza kutoa sadaka. Hakikisha unatoa sadaka afu unaanza safari, na utoe sadaka wakati unarudi kuanza safari. Hakikisha unatoa sadaka. Namba zetu za sadaka ziko pale. Toa na julisha wewe unayesafiri. Toa, julisha. Uwezi kujua kwa nini umekutana na maombi haya. Uwezi kujua kwa nini umekutana na maombi haya. Maombi maalum kwa wanaosafiri. Utashangaa Mungu anakuepusha na vitu vingi katika jina la Yesu. Sasa kamata sadaka yako ambao unasafiri na ambao unategemea kusafiri. Sema: Bwana Yesu, sawa sawa na neno lako Baba, nasimama na hii sadaka. Sadaka ikaende kinyume na kafara,
ikaenda kinyume na maagano, ikanitenga na maagano yote, maagano ya damu, damu za mwisho wa mwaka, damu za kafara, katika jina la Yesu Kristo. Na Baba, naomba ulinzi kwa sadaka hii, nisafiri na nirudi salama. Damu yako Yesu Kristo iniatamie katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Rama sakarabashika. Nami natamka kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, mabaya hayatakupata, tauni hayatakupata, uharibifu hayatakupata. Ninang'oa nguvu zote za giza, ninashambulia nguvu zote za kishawi, ninaharibu mitandao yote, ninavunja mitandao yote ya giza, ninaharibu madhabahu zote za kuzimu, ninazipinga kwa damu ya Yesu, ninazing'oa kwa damu ya Yesu. Ninaharibu uchawi wote, naharibu mitandao yote, naharibu nguvu zote, naharibu nguvu zote zinazofanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho. Ninabomoa, ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Nagusa hilo gari yako, nagusa hilo gari, nagusa hilo gari, nagusa hilo gari, nagusa hilo gari, nagusa hilo gari kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, simamisha mama huyu, simamisha baba huyu, wasafiri na watoto wake warudi salama kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuomba, tamka na wewe, ita damu ya Yesu ya safari, damu ya Yesu Kristo. Na wewe tamka damu ya Yesu. Ramando rosaka rababa sataraba rekereba sanda, damu ya Yesu, 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 ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, damu ya Yesu ya safari, damu ya Yesu ya safari, damu ya Yesu kwenye gari yako. Aya, nyunyiza damu ya Yesu kwenye gari lako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye gari lako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye gari lako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye gari lako. Ramamanda rababa sata rababa risata rabasa ramanda rababa sata rikanda rabubu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Mandoro shakarababas, mandoro shakarababa riasata rababa rianda rabasatata. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ikufunike unapoenda, ikufunike unaporudi kwa jina la Yesu Kristo. Naita damu ya Yesu, 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 naita damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja seme amina, amina, amina. Omba hiyo, rudia, omba unarudia, omba unarudia. Kuna neema unakwenda kuipata. Mungu akubariki sana. Prophet Adeo. Shalom, shalom, shalom.